kwa saa hii aliye na takriban 1079 basi anafaa atoe zaka, hali ya kuwa inaweza kuwa 1079 na zaidi na imezungukwa na mwaka, anatoa asilimia ya 2.5%. Kuzunguka kwa mwaka huwa inaangaliwa ni kwamba kila mwezi hali ya hii pesa ilikuwa namna gani. Okay. Utapata kwamba pesa si constant, haikuangi tu pale na inabaki vile vile. Kuna matumizi yanakuja, unatumia, kuna wakati matumizi yanakuwa kidogo, unaongeza na kadhalika. Kwa hivyo chenye huwa kinaangaliwa ni kila mwezi kuweka na kutoa pesa ilikuwa inaenda vipi. Sasa kwa mfano tumesema aliye na takriban 1079 na zaidi anafaa atoe zaka, inamaanisha huyo mtu anafaa angalie the movement ya zile pesa zake katika kila mwezi. Mfano mwezi huu alikuwa na 1080, mwezi unaofuata akawa na labda 1100, mwezi unaofuata akafika labda 90, yani ikakuwa ana move ama kuna ile change katika ile pesa yake. Lakini cha muhimu ni isiwe imekuja below ya 79. Ikiwa itafika below ama itaenda below ya 79, sasa hapo haruhusi kutoa zaka. Lakini ikiwa imekuwa constant ama above mpaka mwaka ukaisha, sasa hapo anaitolea zaka. Okay. Yani inamaanisha kama iliwahi kupungua katika miezi hizi za 12 hafai kutoa. Anangoja tena mpaka itakapofika. Ndio mwaka wake wa anaanza kuhesabia pale. Ndio. Naam. Kwa mfano kama ilikuwa anatoa Ramadhan to Ramadhan. Lakini ilipofika hapa katikati labda Shaaban ilifanya nini? Ilipungua. Hatoi zaka. Inabidi tena baada ya Shaaban ile wakati itarudi. Ikisharudi pale kwa nisabu ama ipite, ndio inakuwa sasa tena mwezi wake wa kwanza. Sasa anaanza kuhesabu tena kuanzia hapo, tena miezi mingine mingapi? 12.